Watazamaji wangu, Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina yangu naitwa Pastor Kale, nimeokoka. Yesu ni Bwana, na kwa neema yake ambayo amenipa siku ya leo, naomba niongee na wewe. Siku ya leo naomba niongee na wanaume, maana mwanaume kwa society akijielewa, society imepona, na mwanaume akikosa kujielewa, society inaangamia. So siku ya leo naomba niongee na wanaume, maana wanaume wametoka kwa kazi zao, kwa opposition zao. Wanaume wameondoka, wameanza kujifika viatu za wamama, wameanza kujifika kutenda mambo yale wamama wanayatenda. So unakuta familia inaangamia kwa sababu wanaume wamekataa kukaa kama wanaume. So ukikuta Mungu hata alipochukua wanafunzi wake, alichukua wanaume tu, maana alijua mwanaume ni mtu wa maamuzi. Hata ukikuta Mungu wale watumishi aliokuwa akitumikia, manabii wa zamani walikuwa ni wanaume, wa kike walikuwa labda ni Baraka na nani wawili, lakini sana Mungu hufanya kazi na wanaume. Lakini leo hii kuna mambo ambayo wanaume wa sasa wanayafanya, unakosa kuelewa huyu mwanaume ni mtu anafikiria kweli. Imagine kama saa hii mwanaume mzima amekaa kwa vitina. Mwanaume mzima amekaa kwa vitina, anatoa maneno hapa anapeleka pale, anatoa hapa anapeleka pale. Mwanaume ukiwa na vitina, Mungu atatumia nani? Hata kanisani wamama siku hizi wameokoka, wako kanisa, wako na haja na Mungu, lakini unakuta wanaume hawaombi, hawafanyi nini, wanakuja ibada vyenye wanataka, lakini vitina. Mwanaume mzima hata anakupigia simu akwambia uko na line ya Airtel ndio akupe vitina. Wanaume tutoke kwa vitina, turudi kwa position zetu, maana Mungu alituaminia ulimwengu. Mungu ametuaminia makubwa kama wanaume. Hatujaamini, Mungu hajatuamini na vitina. Mtu ambaye Mungu alimtaja ni Jezebel, na Jezebel ni mwanamke.